adhabu ya dhambi itatolewa kwa wale ambao walikataa kumwamini Yesu Kristo pale ambapo alikuwa akihubiriwa. Haleluya. Hukumu ya adhabu, narudia mara ya mwisho, hukumu ya adhabu itatolewa kwa wale ambao walikataa kumwamini Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Naomba tufungue mtu mmoja anielewe. Naomba tusome kitabu cha Yohana 3 mstari wa 17 na wa 18. Kitabu cha Yohana 3 mstari wa 17 na wa 18. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kuna mtu hajasikia, naomba nirudie. Kitabu cha Yohana 3 mstari wa 17 na wa 18, neno la Mungu linasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Haleluya. Naona kuna mtu hajaelewa bado. Naomba nisome mara ya mwisho. Kitabu cha Yohana 3 mstari wa 17 na wa 18, neno la Mungu linasema ya kwamba maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Yesu hakuja duniani ili akuhukumu wewe. Yes. Yesu hakuja ulimwenguni ili akuhukumu wewe. Amen. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amen. Alikuja ili akuokoe mwana wa Mungu. Ndio Amen. mahali hapa tunamshangilia. Yes. Amen. Amen. Shangilia huyu Yesu. Yes. Ile hukumu ya dhambi. Alikuja kutoa katika hukumu ya adhabu ya milele. Shangilia Yesu makofi. Haleluya. Mstari wa 18 anasema kwamba amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nikakwambia kwamba hukumu ya kwanza tunazungumzia hukumu ya adhabu kwa dhambi ama kwa ajili ya uasi. Haleluya. Wale wote ambao walishindwa kumwamini huyu mwana wa Mungu ambaye alikuja duniani ili atuokoe sisi sote na madhambi yetu, hao ndio ambao watakwenda kuhukumiwa kwa ile hukumu ya adhabu ama dhambi. Haleluya. Amen. Wewe ambao umekwisha kumwamini Yesu, wewe ambaye umekwisha kumkabidhi maisha yako, umefanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unasimama kwenye hiyo hukumu ya dhambi, unasimama kwenye hiyo hukumu ya adhabu, mchapie Yesu makofi. Haleluya. Lakini hukumu ya pili tumesema kwamba ni hukumu ya thawabu. Wale ambao tayari wako ndani ya Kristo, kuna hukumu ya thawabu. Usinielewe vibaya mwana wa Mungu. Nimesema ya kwamba hukumu ni uamuzi wa haki unaotolewa na Mungu mwenyewe. Inapotamka hukumu, usihesabu kwamba utaenda kuadhibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeiona hukumu ya kwanza ni kwa wale ambao watakuwa hawakumwamini Yesu Kristo. Haleluya. Lakini hukumu ya pili ni hukumu ya thawabu. Hebu tutazame hii ni hukumu ya namna gani. Tutaenda kusoma taratibu kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa 11. Nasoma. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyejenga juu yake ikikaa, atapata thawabu.
Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Haleluya. Nitarudia kila mmoja aweze kuelewa, maana tunajifunza maneno ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 15. Maneno ya Mungu yanasema kwamba maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Haleluya. Tunaamini ya kwamba na tunaelewa toka siku ya kwanza tumeweza kumwamini Yesu Kristo, msingi pekee ambao